الحمد لله رب العالمين والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. يقول الله إيمانية وتقوية للترابط بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. رواه مسلم. Ndugu zangu Waislamu, ama khutba yetu ya leo inakuja kwa unwan haqul muslimi ala almuslim, haki za muislamu juu ya muislamu mwenzake. Kwa nini mtume wa Allah sala na salamu zimfikie yeye akatubainishia kwamba muislamu ana haki kadhaa juu ya muislamu mwenzake? Kwa sababu Uislamu umejalia juu ya kila muislamu ana haki juu ya muislamu mwenzake. Kwa sababu gani? Hifadhan ala al-ukhuwati al-imaniya, kwa sababu ya kuhifadhi ule udugu wa kiimani. Kwa sababu kama vile tunavyoelezewa kwamba al-muslimu akhul muslim, katika hadithi nyingine imekuja kwamba mtume wa Allah anatuelezea kwamba waislamu wote ni ndugu ya waislamu wengine. Wewe madamu ni muislamu, basi ujue kwamba muislamu mwenzako ni ndugu yako, tofauti na ule undugu wa kinasaba. Kwa sababu udugu wa Kiislamu ama udugu wa kiimani una nguvu zaidi kuliko udugu wa damu na nasaba. Kwa hivyo ndio akatubainishia kwamba ni kwa sababu ya kufungamanisha ule udugu wa kiimani na vile vile kuutilia nguvu mshikamano wa Waislamu. Ndio akasema kwamba haki ya muislamu juu ya muislamu mwenzake ni 6. Kwa sababu ya uchache wa wakati wetu wa Ijumaa tutazungumzia baadhi, alafu nyingine insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia Ijumaa ijayo tutamalizia. Ama haki ya kwanza, tusallimu alayhi idha laqitahu wa tarudda alayhi salam idha sallama alayhi, umsalimie pindi utakapokutana na yeye, na vile vile uregeshe salamu pindi atakapokusalimia. Na hii inaonyesha kwamba salamu ni jambo kubwa sana, ni jambo ambalo linaleta watu wawe kitu kimoja, inawafungamanisha Waislamu wawe kitu kimoja. Kwani hakika hiyo salamu ni moja katika amali njema za Uislamu. Faqad sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alayhi wasallam ayyul islam khairun, faqala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Alikuja sahaba mmoja kwa mtume sala na salamu zimfikie yeye, akamuuliza mtume wa Allah sala na salamu zimfikie yeye, ni uislamu gani mzuri au bora? Mtume akamjibu akamwambia, tut'imu at-ta'am, kulisha watu chakula. Hii inajenga mahaba kati ya waumini. Kama wewe Mwenyezi Mungu amekujalia unacho na unaona baadhi ya waislamu wenzako hawana, basi jaribu kuwasaidia katika kuwalisha chakula. Kisha akasema, wataqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, na vile vile uwatolee salamu yule unayemjua na usiyemjua. Maal asafi shadid, hapa kuna mulahadha kwa waislamu wetu wa leo. Wewe waweza kukutana na muislamu mwenzako ukamtolea salamu, lakini kukujibu pia ikawa ni mashauri. Kukujibu kwake ni uzito. Je, sembuse yule ambaye hamjui? Wewe wakujua na ukamtolea salamu,
na yuona uzito kukujibu. Je, yule ambaye hamjui kweli atamtolea salamu? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujirekebishe katika jambo hili, kwa sababu ni katika maamrisho ya mtume wetu kwamba tuwatolee salamu wale tunaowajua na wale ambao hata hatuwajui. Maadamu unamuona huyu ana shiari za Kiislamu, mtolee salamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa min as-sunnah ilqa'u as-salam, amma radduhu fahuwa wajib wa yata'ayyanu ar-raddu 'ala al-muslim 'alayhi wa in lam yarudda athima liqawlihi ta'ala wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, Suratu Nisa aya 86. Na anasema katika sunna ni mtu kupatiliza yeye kumwamkua mwenzake, kumtolea salamu mwenzake. Wewe uwe ndio wa kwanza kutoa salamu, utakuwa umefuata sunna. Ama kinyume chake ni kwamba yule mwenye kuregesha ndio wajibu kwake yeye, au ni faradhi kwake yeye, yani ni lazima. Sunna kutoa wewe salamu kumpatia mwenzako. Ama kama wewe umesalimiwa, basi kurudisha ni wajib, ni jambo la lazima. Je, ikiwa hutorudisha? Anasema ikiwa hutorudisha utakuwa ni mwenye kupata madhambi. Sasa wewe siku zote jisikie, siku zote kuwa na kibri. Mtu akikutolea salamu uwe wajiuliza, nimregeshee au nisimregeshee? Jua kwamba unapata madhambi katika hilo jambo unalolifanya. Wewe unalichukulia ni jambo dogo, lakini unapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ikawa ni fardhu aini kwa yule mwenye kuregesha salamu. Ikiwa umemkuliwa na uko wewe mmoja peke yako, kwa hivyo ujue kwamba ni faradhi ya lazima kuijibu ile salamu. Tofauti ya kwamba ikiwa mko watu wengi alafu mtu akapita akatoa salamu, kwa hivyo atakayejibu au watakaojibu wale wengine watakuwa hawana madhambi. Kama vile swala ya janaza, watakaposimama baadhi ya watu kuiswalia, itakuwa wale wengine ambao hawakuswali hawana madhambi. Kwa hivyo ikiwa mumesalimiwa na mko kundi la watu kama watu 5, watu 10, wakaregesha ile salamu baadhi ya watu, itakuwa ile dhambi imeondoka. Lakini kama uko peke yako, ujue kwamba utapata madhambi pindi utakapokuwa hukuregesha salamu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, pindi mutakapoamkuliwa kwa maamkuzi ya Kiislamu, assalamu alaikum, ni juu yenu muregeshe salamu kwa uzuri zaidi ya vile mlivyoamkuliwa, au muregeshe vile vile ilivyokuwa. Yani mtu amekwambia assalamu alaikum, wewe mwambie wa alaikumus salam wa rahmatullah. Hiyo ndio bi ahsana minha. Ama akikwambia assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe mwambie wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndio bi ahsana minha. Ama akiisema paka mwisho, basi regesheni vile vile alivyowasalimia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndio maana au rudduha. Hii aya inapatikaniwa katika Suratu Nisa aya 86. Vile vile katika faida za salamu kwamba tunasafisha nafsi zetu, tunakuwa hatuna kinyongo na wenzetu. La pili, tunasafisha mioyo yetu kutokamana na maradhi ya mioyo kama vile hasad na chuki na mengineyo. Na vile vile tunapalilia mahaba na mapenzi katika mioyo yetu, kati yetu sisi Waislamu. Ndio mtume wa Allah akasema, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, hamwezi kuingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabbu, wala hamwezi kuamini mpaka mpendane. Afala adullukum awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, siwajulishi nyinyi juu ya jambo ambalo mpindi mtakapolifanya mutapendana?
afshu salama bainakum, toleaneni salamu kati yenu. Hii inaonyesha kwamba vipi salamu inabeba ama inafungamanisha watu na inaweza kuweka mahaba katika nyoyo zao. Ndio maana mtume wa Allah akatujulisha juu ya jambo hili, wala tusidharau kwamba tukaona kwamba salamu tu ina nini, la, bali ile salamu ndio ikakupelekea wewe paka kumjulia hali ndugu yako Muislamu, paka kuweza kumsaidia pindi atakapokuwa ana matatizo. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Ama ya pili katika haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, tujibuhu idha daa, umjibu pindi atakapokuita, pindi atakapokualika, pindi atakapokuambia mimi nina jambo fulani, naomba na wewe uhudhurie katika jambo kama hili. Pengine ni harusi au mkutano au jambo lolote lile ambalo atakuwa amekuita ndugu yako Muislamu. Na vile vile tusiwe ni wenye kuchelewa pindi tunapoitwa na ndugu zetu Waislamu, ila isipokuwa una udhuru wa kisheria ambao unafahamika. Na utie nia pindi utakapomjibu yule ndugu yako Muislamu kwamba unamfanyia ikram ndugu yako kama yule, ili uweze kupata thawabu pindi unapofanya jambo kama hili la ijabatu da'wa. Na wala tusifanye ni ada, bali tutekeleze hili jambo mpaka libadilike liwe ni ibada. Na vile vile tusitofautishe baina ya kujibu dawa kwamba huyu ni ghani, huyu ni tajiri, nitaitikia mwito wake, huyu ni maskini, siitikii mwito wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu pengine una maslahi kwa yule tajiri, huenda pengine ukapewa chakula au ukapewa bahasha, lakini kwa yule maskini ukasema hata nipa nini? La, hii ni makosa. Kwa sababu pindi utakapofanya hivyo utakuwa unamvunja moyo yule ndugu yako Muislamu ambaye ni maskini. Na vile vile tusichelewe katika kuitikia mwito kwa sababu pengine tumefunga au tuna jambo lolote lile. Na kama utaona pindi nitakapokula chakula cha ndugu yangu Muislamu kama yule atasikia raha, basi ni vizuri ufanye hivyo, kwa sababu ni katika amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu mwenzake ni jambo ambalo lamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama utashindwa kufungua, basi ni uzuri unyanyue mikono yako na umuombee dua yule ndugu yako aliyokualika katika mwaliko kama ule. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli ay yad'u wa in kana muftiran falyut'im. Rawahu Muslim. Anasema mtume wa Allah, sala na salamu zimfikie yeye, atakapoitwa mmoja wenu au kualikwa mmoja wenu na ndugu yake Muislamu, basi aitikie mwito wake, na kama atakuwa ni mwenye kufunga na hawezi kufungua, basi anyanyue mikono yake na amuombee dua ndugu yake Muislamu aliyomwalika. Na kama atakuwa basi si mwenye kufunga na akakaribishwa chakula, awe ni mwenye kula, kwa sababu atakuwa amemridhisha ndugu yake Muislamu kama yule. Hili ni jambo kubwa sana katika kuitikia dua, kuitikia mwito wa ndugu yako Muislamu, kwa sababu utakuwa unamfadhilisha yule ndugu yako Muislamu kwamba mimi nikumwalika huyu mtu hawi na kinyongo kwamba ataitikia au haitikii. Kwa hivyo utakuwa unamfadhilisha na unamkirimu katika ikram ya hali ya juu sana yule ndugu yako Muislamu. Lakini pindi utakapokataa, atakuwa anasononeka na kuvunjika moyo kwamba kwa nini nimemwalika ndugu yangu Muislamu na hakuweza kuja. Kwa hivyo tusiweze kufanya jambo kama hili, wala tusiangalie kwamba mtu huyu atanipa nini pindi atakaponialika. La, wewe itikia mwito, na hata kama hakukupa chochote, bali utakuwa umepata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا جميعا استغفر الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. الحق الثالث تنصح له إذا طلب منك النصيحة، والنصيحة من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أنصح الخلق وأبرهم وأنقاهم. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. الأعراف آية 62. وقال عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. الأعراف آية 68. ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق نصحا وأكثرهم شفقة على أمته ونصحا لهم وخوفا عليهم. Ama ya tatu katika haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni umnasihi ndugu yako Muislamu pindi atakapokuomba umpatie nasiha, au pindi utakapomuona ameteleza katika jambo lolote la dini, ukawa ni mwenye kumpatia nasiha ili aweze kujirekebisha. Ama hili jambo la nasiha ni moja katika tabia za manabii na wale watu wema, kwani hakika wao ndio walikuwa watu wa mwanzo kabisa katika kuwapatia nasiha waja wa Mwenyezi Mungu, na vile vile wao ndio walikuwa watu wema kuliko watu wengine, na walikuwa ni wasafi kuliko watu wengine. Ndio akasema Allah kumhusu mtume wake Nuh alayhi salam, pindi alipokuwa akiwaambia jamaa zake walipokuwa kwamba hawataki kukubaliana na yale maneno ambayo wanaambiwa na mtume wao Nuh, akawaambia nini? Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, hakika mimi sina lengine isipokuwa kuwafikishia ujumbe wa Mola wangu, na hakika mimi na wanasihi nyinyi kwamba murudi nyuma na muangalie kwamba huko mnapoelekea sio mahali pazuri. Aya hii inapatikana katika suratul A'raf aya 62. Na akaelezea pia kupitia kwa mtume wake Hud alipokuwa akiwanasihi watu wake akiwaambia: wa ana lakum nasihun amin, na hakika mimi sikuwa mtu mwingine isipokuwa mwenye kuwapatia nasiha na vile vile muaminifu, yani kwamba nawapatia nasiha kwa ajili ya Allah wala sitaki jambo lingine. Na mtume wetu Muhammad kwamba yeye alikuwa ni kiumbe ambaye ni mwenye kutoa nasiha zaidi kuliko watu wengine, na vile vile ni mwenye kuwahurumia juu ya ummati wake na kuwapatia nasiha na kuwachelea kwamba wasije wakaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anawanasihi kwa sababu ya kuwaonea huruma na kuwapatia kuwaonea hofu juu yao. Na vile vile mtu anatakaniwa pindi atakapokuwa ni mwenye kutoa nasiha, basi asimame juu ya haki ya yule mwenye kumpatia nasiha, asiende kinyume. Yani maana yake awe na mahaba, mapenzi ya kweli pindi anapomnasihi ndugu yake Muislamu. Qala Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu: bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala iqami as-salah wa ita'i az-zakah wan nushi likulli muslim. Muttafaqun alayh. Anasema sahaba Jarir bin Abdullah, radhi za Allah zimfikie yeye, anasema alimpatia ahadi mtume wa Allah, sala na salamu zimfikie yeye, kwamba atasimamisha sala na vile vile atatoa zaka na vile vile atakuwa ni mwenye kupeana nasiha kwa ndugu zake Waislamu. Kwa hivyo hili jambo la nasiha ni jambo muhimu sana juu ya Waislamu. Pindi utakapomuona ndugu yako anataka nasiha kutoka kwako, au ukamuona anateleza, anaenda katika njia ambayo si sawa, basi uweze
kumnasihi ndugu yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo ambalo liliwafanya wale salafu na salih wakapata daraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile anavyosema Fudhail bin Iyad rahimahullah, mmoja katika tabi'in, anasema kwamba lam yudrik indana man adraka bikathrati siyami wala salah, hakupata daraja ya juu ya uchaji Mungu katika wale tuliokuwa nao katika ndugu zetu Waislamu kwa ajili ya kuswali sana au kufunga sana, isipokuwa innama adraka bisakhai al-anfus wa salamati sudur wa nushi lil umma, isipokuwa walipata daraja za juu katika daraja mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mioyo ya kuweza kuwapendea ndugu zao Waislamu kheri na kujitolea kwa ajili ya ndugu zao Waislamu, na vile vile kusalimika mioyo yao ikawa haina maradhi ya mioyo kama hasad na chuki na kadhalika. Na jambo lingine ni kwamba walikuwa wakisimama kuwapatia nasiha ndugu zao Waislamu. Hili ndio jambo ambalo liliwanyanyua daraja wale Waislamu wa zamani. Wa min ahammi adabi nasiha, na katika adab za kupeana nasiha, an takuna khifyatan liannaha fil mala' taqri'un wa rubbama la tujdi fil mansuh, wa yakunu an-nasih sadiqan fi nasihatihi mukhlisan lillah fi nushihi qasduhu al-islah la at-ta'yir. Anasema vile vile katika adab zile ambazo ni zenye kufuatana na nasiha ni kwamba nasiha yako iwe ni kwa siri wala isiwe ni kwa dhahiri, kwa sababu ukimnasihi ndugu yako Muislamu kwa dhahiri itakuwa ni kumwadhirisha, sio kumpatia nasiha, na huenda ile nasiha yako ikawa isifanye kazi kwa yule mwenye kumpatia nasiha. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemwambia mbele za watu akachukulia kwamba ni kuniadhirisha. Na vile vile huyu mwenye kupeana nasiha awe mkweli pindi anapomnasihi ndugu yake Muislamu, na awe ana ikhlas, ametakasa amali yake kama ile kwa ajili ya Allah. Mimi namnasihi ndugu yangu kwa ajili ya Allah, wala sitaki sifa wala kusemwa wala lolote. Iwe ni kwa ikhlas ile nasiha yake, anataka ndugu yake Muislamu aongoke wala asiwe ni mwenye kuingia katika maangamivu. Iwe makusudio yake ni kurekebisha wala sio kuharibu, wala sio mwenye kufurahika katika zile aibu ambazo zawapata ndugu zake Waislamu. Na vile vile awe ni mjuzi katika ile nasiha anayopeana kwa ndugu yake Muislamu, kwa sababu isipokuwa hivyo basi atakuwa yale anayoyaharibu ni makubwa kuliko yale anayoyarekebisha. Na vile vile atafute njia nzuri ya kupeana nasiha. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni hizi tatu, kulingana na wakati wetu tutatosheleka kwa haya kwa Ijumaa hii ya leo. La kwanza ni kwamba umsalimie ndugu yako Muislamu, au akikusalimia wewe iwe wewe ni mwenye kumregeshea salamu. La pili, umjibu mwito wake pindi atakapokualika imma nyumbani kwake au kwa jambo lolote lile, iwe ni mwenye kuitikia mwito wake. Na jambo la tatu, uwe ni mwenye kumpatia nasiha pindi atakapokuomba kumnasihi au atakapokuwa ameteleza kidogo katika jambo la dini, uwe utamrekebisha kwa kupitia nasiha kama hii. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك، وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه